Mambo. Leo tunaendelea na mafunzo ya kompyuta, bado tunaendelea kujifunza baobonye au tunaita keyboard. Kipindi kilichopita tulijifunza baadhi ya matumizi ya bonyezeo hapo tunaita button, ambapo tulijifunza matumizi ya enter. Nikamwambia enter natumia kuingia unapokuwa unaandika kwenda mstari unaofuata. Vile vile matumizi ya shift, nafunza matumizi ya shift na kazi kuu mbili. Nilisema kazi ya kwanza inatumika kuturuhusu kuandika herufi kubwa. Kwa mfano unaposhikilia shift kama hivi, unaposhikilia shift ukiandika hapo kwenye keyboard inakuruhusu kuandika herufi kubwa. Unaona hapo, ukiachia na kutaandika herufi ndogo. Ukishikilia na kutaandika herufi kubwa. Ndio tujifunza kipindi kilichopita. Vile vile nilisema kwenye sehemu ambapo kuna button mbili kama hapa kwenye namba 5 hapa. Ukibonyeza namba 5 na kuandika namba 5 kwenye button namba 5. Lakini ukitaka kuandika hiyo alama ya juu ya asilimia hii, nilisema unashikilia shift ndio unabonyeza hiyo button ya namba 5. Haikuletea tena, tatakuletea alama ya asilimia. Hiyo ndio matumizi ya shift. Vile vile tulijifunza matumizi ya ya space. Hii space kazi yake yenyewe ni kuacha nafasi kati ya neno na neno. Ukiandika mama unaacha nafasi analima. Hiyo nafasi iacho hapo tunatumia hiyo space. Vile vile kuna backspace. Hii niambia kazi yake yenyewe ni kuruhusu kurudi nyuma. Unaporudi nyuma unafuta kilichoko nyuma. Leo tunaenda kuangalia matumizi ya button mengine, ambapo leo tunaenda kuangalia matumizi ya window button. Ambapo window button ni hii hapa. Ni matumizi mengi, lakini leo tutaangalia machache tu ambayo yanatumika mara nyingi. Tumizi za kwanza inakuruhusu kupata start menu. Start menu ni hii hapa. Kieta hapa kasa inaita start menu, inakuletea hii menu au start button jina lingine inatumika. Kwa hii kuipata hii bila kutumia unabonyeza alama kwenye hiyo keyboard. Ukibonyeza hiyo inakuletea hiyo alama, hiyo ni shortcut. Kwa mara nyingi ni njia ya mkato natumia kutupa njia ya mkato. Badala ya mimi nije nitumie hapa, nibonyeze hapa. Kwa naona hapo ni tabu sana. Kwa unabonyeza tu alama ya window button kwenye keyboard yako au kwenye baobonye na kupeleka moja kwa moja kwenye hiyo sehemu. Kwa hiyo inatoa njia ya mkato zaidi. Badala ya mimi nilete hapa hii kasa, nibonyeze hivi. Kwa kama nataka nitumie njia ya mkato, tabii nibonyeze hii alama ya window button hapa. Kwenye baobonye au kwenye keyboard. Vile vile kazi yake nyingine vile vile ni kutoa tu shortcut, njia ya mkato. Mfano nikija kufungua kama hii file hapa. Nikitaka kufungua hiyo nyingine naweza kutumia hiyo window button plus na herufi ya E. Kwa nabonyeza naishikilia window button alafu nabonyeza E. Hiyo ndio njia ya mkato ya kufungua hiyo file explorer ambayo inakuwa iko hapa. Kwa hiyo unaweza nikaja nikaitafuta file explorer hapa, au unaweza kaenda kwa njia nyingine, kaenda kwenye hiyo window button ukaikuta iko hapa. Ukatumia hii hapa, file explorer. Kwa hizo ndio njia za kuipata hiyo file explorer. Njia ya shortcut, njia ya mkato, unashikilia window button then unabonyeza alama ya E. Unashikilia hiyo then unabonyeza button E. Unapata hiyo katikati yake. Hiyo ndio matumizi ya hiyo window button au tunaita start button. Hiyo ndio matumizi yake. Matumizi nyingine, sehemu nyingine ni caps lock. Caps lock ni key ambayo inaturuhusu kuswitch au kubadilisha kutoka kwenye herufi ndogo kwenda kwenye herufi kubwa au kutoka kwenye herufi kubwa kuja kwenye herufi ndogo. Kwa mfano unaweza kuwa unaandika, unaona maandishi nao kuja hapo. Maandishi nao kuja hapo yako kwa herufi ndogo. Kwa sasa nikitaka kubadilisha yaanze kuja kwa herufi, niandike kwa herufi kubwa zote jumla. Kwa hiyo nabonyeza hiyo caps lock, inaitwa caps. Ukibonyeza hiyo caps lock, ukianza kuandika utaandika kwa herufi kubwa tu peke yake. Nikitaka kurudi kwenye maandiko madogo peke yake, na ibonyeza tena hiyo caps lock, kisha ibonyeza inakuruhusu tena kuandika herufi ndogo tu peke yake. Hayo ndio matumizi yake, kubadilisha. Aidha uandike herufi ndogo au uende kwenye herufi kubwa. Ndio matumizi ya hiyo button ambayo tunaita
caps au inaitwa cap locks. Button ambayo inakuweza kuruhusu kuandika upper case au lower case. Kwa hiyo kwenye herufi kubwa au kurudi kwenye herufi ndogo. Lakini ukitaka kuandika herufi kubwa moja, haina haja ya kuibonyeza hiyo, unaishikilia tu shift kama nilivyowaambia, unabonyeza hiyo, unaachia, unaendelea kuandika herufi ndogo. Okay? Lakini ukitaka kuandika herufi kubwa zote, ndio unabonyeza hiyo cap lock, then unaendelea kuandika herufi kubwa. Ukitaka kuandika herufi ndogo zote, unabonyeza tena cap lock na andika herufi ndogo zote. Lakini kama unasema nataka kuandika herufi kubwa moja tu, alafu zingine ndio ndogo, haina haja ya kuibonyeza hiyo cap lock, unatumia tu shift, nashikilia shift, then unabonyeza herufi ambayo nataka iwe kubwa, au then unaanza kufuata na kwa ndogo. Okay, hayo ndio matumizi ya button ya cap lock. Okay? Matumizi ya button nyingine ambayo leo tutasoma ni escape. Escape ni buttons ambayo ipo kwa imeandikwa kwa kifupi. Kifupi chake kinaitwa escape button. Na ndio itakuwa ya mwisho kwa leo kwa kipindi hichi hapa. Escape button ni button ambayo inakusaidia kujump, kuruka kwenda kwa hatua au kuachana na hatua iliyokuwa inafuata kwenda kwenye hatua nyingine inayofuatia au kurudi nyuma. Kwa hiyo inatoka kama shortcut. Kwa mfano, na nyingi inatumika sana wakati tunapokuwa tunajifunza computer maintenance, unapokuwa unafanya kuweka window au kufanya kitu chochote. Mara nyingi natumia sana watu wanaocheza magame au wanaofanya computer, matengenezo ya computer. Lakini wewe kwa mfano kama hapa nikwambia, ukibonyeza window button, unaona nikitaka nitoe window buttons au niachane nayo, nabonyeza escape. Kwa escape maana yake naachana nayo. Matumizi yake. Escape. Hayo ndio matumizi yake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Jiepushe na corona kwa kunawa maji tiririka, na vile vile tutumie sanitizer. Okay? Kwa elini, Mungu awabariki.